Picha hizi za CCTV katika shule ya upili ya utumishi huko Gilgil zinazochunguzwa na polisi na ambazo zimesababisha wanafunzi 8 wa shule hiyo kukamatwa kwa madai ya kuteketeza bweni la shule na kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao 16. Picha hizo zinaonyesha wanafunzi 5 wakitembea kwenye bweni hilo la Melin Waithera mwendo wa saa 6:10 usiku. Wakati huu wenzao walikuwa wamelala wasijue kilichokuwa kikiendelea. Wanafunzi hao wanafika eneo linalotambulika kama Cube 11 na kusimama kwa muda mfupi huku wakishauriana. Mmoja wao anajaribu kuficha uso. Mkononi wamebeba champali zao. Dakika moja baadaye wanafunzi hao wananaswa kwenye video wakikimbia kuelekea upande wa kutoka nje ya bweni hilo, lakini kuna wanafunzi 2 ambao wanasalia nyuma wakiwa wamebeba kiberiti na mkoba mkononi. Wanafunzi hao wanawasha moto na kisha wanaondoka wakitembea bila wasiwasi wowote. Hatua chache kutoka hapo wanafika eneo lingine kwenye bweni hilo ambalo kulikuwa na matandiko na kuwasha moto tena. Baada ya kuhakikisha moto huo umeshika, washukiwa wanatembea na kutoka kwenye bweni hilo huku wakiwacha moto ukiendelea kusambaa huku wenzao wakiwa wamelala. Mwendo wa saa 6:13 moto ulionekana kuendelea kusambaa kwa kasi. Kuna baadhi ya wanafunzi waliogutushwa kutoka kwa usingizi na wanaonekana wakikimbilia usalama wao. Katika chini ya muda wa dakika 5, moto ulikuwa umesambaa na kuwa mkubwa. Wanafunzi wanajaribu kujiokoa na kutoroka kutoka kwa bweni huku moto ukiendelea kusambaa na kuwafikia baadhi ya wanafunzi waliokuwa wamelala. Inaarifiwa washukiwa walitumia mafuta taa kuteketeza bweni hilo. Moto huo uliwashwa karibu na mlango wa kutoka na hivyo kuzuia baadhi ya wanafunzi kutoroka. Moto ulivyoendelea kusambaa, kuna wanafunzi waliokwama na kukosa namna ya kutoroka baada ya kupata mlango wa dharura umefungwa. Hapo mlangoni wanafunzi 10 waliteketea na kufariki na kisha wengine 6 kuteketea maeneo tofauti ya bweni hilo. Picha hizi za CCTV ni miongoni mwa ushahidi unaokaguliwa na makachero ambao wanaendelea kukusanya ushahidi zaidi. Imearifiwa kuwa jumla washukiwa 8 wamekamatwa kwa kuhusika na kisa hiki. Hii leo mshukiwa mkuu pia alikamatwa licha ya kwamba alikuwa ameruhusiwa kuondoka awali. Taswira kwenye bweni hilo inaashiria madhara makubwa yaliyosababishwa na moto huo, kando na kusababisha mauaji ya wanafunzi 16 na zaidi ya majeruhi 70. Kwa sasa polisi wanawarai wazazi kuwa na subira. Aidha, yeyote aliye na taarifa kuhusu kilichojiri ametakiwa kutoa taarifa kwa DCI ili kuwasaidia polisi na uchunguzi.